ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane ikiwa ni Jumatatu ya kwanza kabisa ya mwaka freshi wa 2026. Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Redio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Jumatatu tarehe 5 Januari. Hii leo macho yote yamo katika kinyang'anyiro cha mataifa bingwa Afrika AFCON, ambapo timu zimekata tiketi ya robo fainali. Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye mwenzangu Angela Ngendo. Mahakama ya juu nchini Guinea imeidhinisha ushindi wa Jenerali Mamadi Doumbouya kama rais wa nchi hiyo baada ya kuongoza mpito wa miaka 4. Doumbouya alipata 86.7% ya kura. Nafasi ya pili alikuwa Yero Balde aliyezoa 6% ya kura, ambaye amepinga matokeo hayo akilalamikia ulaghai kutoka tume ya uchaguzi. Uchaguzi mkuu wa Guinea wa hapo Disemba 27 unampa nafasi jenerali huyo kuendelea kuongoza taifa hilo la Afrika ya Magharibi kwa miaka mingine 7. Genge lililojihami kwa silaha limeshambulia kijiji kimoja katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria na kuwaua wanakijiji 30 pamoja na kupora maduka ya karibu. Wavamizi hao wanadaiwa kutoka msitu karibu katika eneo la Kaswandaji. Wanakijiji wanasema genge hilo liliteketeza moto soko kuu, kupora maduka na kuwateka nyara baadhi ya wakazi. Polisi wanasema genge hilo pia lilianza kuwafiatulia risasi kiholela wanakijiji na kuwaua makumi yao. Nigeria imekumbwa na mashambulio ya makundi ya kihalifu katika majimbo ya kaskazini, kati na magharibi. Magenge hayo yamekuwa kiwateka nyara raia ili kudai kikombozi. Hivi karibuni Rais Donald Trump wa Marekani aliamrisha shambulio la kijeshi kaskazini mwa Nigeria kulenga makundi ambayo anadai yamekuwa kishambulia raia wa imani ya Kikristo. Wakati huo huo, maafisa katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria wanasema wataanza kufungua shule mwezi huu baada ya eneo hilo kukumbwa na visa vya utekaji nyara katika shule, hali iliyosababisha shule nyingi kufungwa. Kuanzia Januari 12, shule binafsi na zile za umma katika maeneo yaliyo salama zitaanza kurejelea masomo. Hatua hii imeafikiwa kwa ushirikiano na wazazi, walimu, idara ya elimu na maafisa usalama. Mnamo mwezi Novemba mwaka jana, zaidi ya wanafunzi 300 walitekwa nyara kutoka shule ya Kikatoliki ya St. Mary's eneo la Papiri. Wanafunzi na walimu wote waliokuwa mateka walikombolewa kabla msimu wa Krismasi na kurejea kwa jamaa na familia. Na makundi ya kutetea uhifadhi wa wanyamapori nchini Kenya yanaomboleza kifo cha ndovu maarufu aliyejulikana kama Super Tusker, ambaye ameishi kwa kipindi kirefu na kutajwa kama ishara ya mafanikio ya Kenya katika kukabili ujangili. Ndovu huyo alifariki dunia Jumapili hii katika mbuga ya Amboseli kusini mashariki ya Kenya. Super Tusker alikuwa na miaka 54 na ametajwa kufariki dunia kwa sababu ya uzee. Ndovu huyo alipata jina lake kutokana na urefu na uzito wa pembe zake ambazo zilikuwa na uzani wa kilo 45 kila moja, na zilikuwa ndefu kiasi cha kugusa ardhi kila wakati akisimama na kutembea. Tuanzie Morocco, ambapo kinyang'anyiro cha kombe la mataifa bingwa bara Afrika AFCON
kimepamba moto wakati timu zikijikatia tiketi kuingia robo fainali. Wenyeji Morocco tayari wako kwenye robo fainali baada ya kuondoa vijana wa Afrika Mashariki Taifa Stars wa Tanzania. Miamba wa soka kaskazini na magharibi mwa Afrika wameonekana kung'aa katika michuano hiyo. Kwa taarifa zaidi za spoti na mpisha mwenzangu George Njogopa na kikosi chake cha uwanjani. Karibuni Njogopa na kikosi chako. Karibu katika uga wa michezo, tukiatupia macho haya na yale yaliyojiri viwanjani na kwingineko, na tutatoa zaidi kutupia macho yale yanayojiri katika michuano ya AFCON inayoendelea huko Morocco, wakati ambako eneo la Afrika Mashariki na Kati likisaili na timu moja tu baada nyingine mbili kutoa mkono kwa heri katika michuano hiyo. Ninayekualika katika dimba la michezo ni mwana michezo mwenzako George Njogopa. Karibu hadi mwisho. Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars inajiandaa kurejea nyumbani baada ya kuiaga michuano ya kombe la Afrika AFCON, ikitolewa na wenyeji Morocco kwa bao 1-0 katika mchezo ambao hata hivyo unaendelea kuzua gumzo kubwa nchini Tanzania na pengine katika eneo nzima la Afrika Mashariki na Kati kutokana na mwenendo wa mchezo wenyewe mpaka mwamuzi wake raia wa Mali. Taifa Stars iliyotinga kwa mara ya kwanza katika hatua ya makundi tangu kuanzishwa kwa michuano hiyo ilipambana kufa na kupona dimbani na kufanikiwa kuwadhibiti vilivyo washambuliaji wa Morocco ambao wengi wao wanasukuma gozi la kulipa katika nchi za bara la Ulaya. Ikitizama kama timu isingeweza kufika mbali kutokana na umahiri na ubora wa upinzani wake, Morocco iliweza kufika mbali zaidi katika michuano iliyopita ya kombe la dunia. Taifa Stars inanolewa na kocha wake Miguel Gamon imeacha alama kubwa katika michuano hiyo, na kwamba wengi wa mashabiki sasa wanageuza kibao wakitupa lundo la lawama kwa mwamuzi wa mchezo huo Babou Traoré, anayetizama kama mtu aliyotia kitumbo mchanga kwa Tanzania. Traoré anatupiwa lawama na mashabiki wa soka kutokana na kile kinachoaminika kwamba kugomea kutoa penalti wakati mshambuliaji mmoja wa Taifa Stars aliposukuma na kuangushwa chini wakati akielekea golini na ikiwa katika dakika za lala salama. Ama Taifa Stars ilikuwa na nafasi kubwa ya kuandika maajabu katika ardhi ya mji wa Rabat kama washambuliaji wake wangeongeza umakini kabla ya kukosa nafasi mbili za wazi. Kocha Miguel Gamon hata hivyo amesifu namna vijana wake walivyosukuma kabumbu katika mchezo huo. The most important is Morocco created only 2 chances as well. One Masalanga save. Anasema hata Morocco wenyewe walitengeneza nafasi mbili tu za wazi ambayo moja okoa. Nahodha wa Taifa Stars Mbwana Samata ambaye katika mchezo wa jana aliingia katika kipindi cha pili, anasema vijana wenzake walipambana vilivyo katika mchezo na kwamba kadri siku zinavyosonga mbele uwezo wa timu ya taifa katika michuano ya kimataifa unazidi kuimarika. Naweza kusema tunasogea lakini bado hatujafika pale, na kama tumeanza kuona vitu ambavyo watu wengi walikuwa wanavitegemea, maana yake tunaenda vizuri na timu inakuwa katika ubora mzuri. Kwa hiyo ni sahihi kusema hivyo, lakini nina uhakika muda baada ya muda fulani kutakuwa tena hakuna kufikiria kwamba tunaenda kucheza na nani. Taifa Stars ilianza safari yake kwa kufungwa na Nigeria kwa bao 2-1 na baada ya kwenda sare ya bao 1-1 na jirani yake Uganda kabla ya kutoa sare nyingine na Tunisia katika mchezo wake wa mwisho wa hatua ya makundi. Mchambuzi wa soka Issa Ndokeja anasema Taifa Stars sasa inatembea katika daraja lililo salama, na mchezo wake hapo jana umedhihirisha namna timu hiyo inavyoweza pia kuweka gumzo nyingine katika finali zijazo zitakazofanyika katika nchi 3, Tanzania, Uganda na Kenya. Mechi ambayo imekuwa na naweza kusema itaacha gumzo pale Morocco katika michuano hii ni kwamba tu Taifa Stars kweli wameondoshwa katika michuano hii, lakini wameonyesha kwamba ni taifa ambalo linakuwa kimpira, linazidi kukua kwa sababu walianza 80 huko, hakupata alama yoyote zaidi ya kuishia mwisho katika kundi. Kaja tena 2019 tuliona pia ilipokuwa hatakushinda, yani sisi bado kushinda mechi, lakini kutoka sare tumethubutu mara kadha. Hasa msimu huu tutaji pengine tuone timu hii ikivuka katika hatua ambayo wengi hawakutaraji kuona kama ikifanyika hivyo, lakini Morocco walikuwa woga sana katika mchezo dhidi ya Taifa Stars. Kwa hiyo tumeondoshwa, lakini tathmini yangu kuelekea michezo ijayo ya 2027 wote kwa sisi wenyeji, kikubwa tu ni kuendelea pale tulipoishia, kwamba
nimeona baadhi ya wachezaji wamekwisha anza kutoka katika ile hali ya ushindani ya kinguvu kutokana na umri, lakini pia kucheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo ile hali ya ushindani kwa kweli imepungua. Labda wasalie kama vile tu washauri au wacheze kwa dakika kadhaa katika uwanja. Lakini pia eneo lingine ni kwa upande wa maandalizi kama taifa. Nadhani tumeshaona tayari miundombinu ishaanza kujengwa Tanzania, Dodoma kule, Arusha tumeona. Lakini pia kwa wachezaji mmoja pia hii ni sehemu pia ya kuongeza juhudi na bidii kuhakikisha kwamba msimu ujao wa AFCON basi na mimi ni wemo. Ukiangalia msimu huu tumeona kuna baadhi ya nyota wametoka ligi za Ulaya walikuwa katika kikosi Afrika pia, lakini tumeona mchango wao. Kuna wale ambao walikuwa wanatoka katika ligi ya nyumbani kwa maana ya NBC, nao pia walikuwa na nafasi, lakini sasa kuna namna bora kuhakikisha kwamba wale wapatika magoli pia wanaandaliwa kwa mahiri ama wanajiandaa kwa mahiri kabisa kuhakikisha kwamba AFCON ijayo basi kuwe na ushindani wa hali ya juu. Kufuzu tushafuzu tayari, sababu ndo waandalizi bana, waandalizi wenza kati ya sisi Kenya na Tanzania na Uganda. Kwa hiyo kwa hapo nadhani itakuwa ni bora zaidi kwa sisi kujiandaa kamilifu kwa kushindana, maana kufuzu tushafuzu tayari. Michuano ya safari ya AFCON iliyozikaribisha timu 3 kutoka ukanda Afrika Mashariki na Kati, yani Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inafanyika katika wakati ambako ligi kuu za Ulaya zikianza kuingia katika hatua ya vuta ni kuvute. Ama wakati timu za Uganda na baadaye Tanzania kuyaaga michuano hiyo ya AFCON, macho na masikio ya mashabiki wengi wa soka katika eneo hili Afrika Mashariki na Kati sasa yanasalia kuelekea kwa wakilishi pekee waliosalia, DR Congo, wanashuka dimbani hapo kesho kuvaana na Algeria. Timu zote mbili zimetawaliwa na wachezaji wenye uzoefu mkubwa wa soka na ambao wanasukuma gozi la ng'ombe katika timu za Ulaya. Kutoka Kongo, mwanamichezo wetu Mbeleshi Msochi anatupasha zaidi kuhusu hali jumla ya mambo yalivyo nchini humo kuhusiana na mchezo huu wa kesho. Leopard Baye. Asante sana George. Fimbu na matumaini kabisa ya mashabiki wa DRC ni kuona Leopard kutimiza ndoto yake ya kuwina Algeria kwa kuyachapa fimbu. Mashabiki wana matumaini haswa mabadiliko makubwa waliona katika timu hii mpya ambayo wachezaji wengi ni wachezaji wa kimataifa. Huu ni kiongozi wa soka tarafani ya Fizi, Bwana Salem Musato wa Mwavi. Kwa sasa Kongo ina wachezaji wazuri sana ambao wakijisimama sioni kama kuko Algeria ambayo inaweza kutetemesha Kongo pale. Algeria sio timu ndogo, ni timu ambayo na sioni kabisa cha kutetemesha Kongo sasa kwa sasa. Itapo liko Kongomani na tutea simu yangu ya Kongo kwa sasa mati Algeria na sisi naona kuna umuhimu wa kupita kabisa bila tatizo. Algeria talala paske Kongo tuko naonesha mchezo kabisa wa nguvu, efikasite yote iko nguvu. Make tuko nguvu kuanzia nyuma na katikati mpaka mbele. Hata unaona bakianzisha wachezaji kama nani Isinde kabisa tutawapiga bao 3 mu premier mitatu. Timu ya taifa ya DRC imeshawahi shinda kombe la mataifa ya Afrika mara 2, mwaka 1968 na mwaka 1977 wakati nchi ilikuwa Zaire. Algeria imekuwa kabisa uzoefu wa kutawala Kongo mara nyingi, lakini wajadisi wa michezo nchini DRC wanahisi sio Algeria ile ya zamani na sio Kongo hiyo ya zamani. Kocha Shabani Mtumbe ameeleza hapa. Wachezaji ambao wanajua wanachokwenda kutafuta uwanjani na wana uhakika wa wanachokifanya uwanjani. Nina imani kwamba kufuatana na jinsi tunavyoendesha utaratibu wa michuano yetu, tuna imani kwamba tutafanya vizuri. Na watakuja na ile hali yao ya kusema sisi tunazoea kuwafunga. Tumefanya nao nile 4 na wametushinda mara 2, lakini hii safari watashindwa. Tutawashinda, wakatae, wakubali, wapande, washuke. Hiyo ninakuhakikishia, andika. Tutaulizana baada ya dakika 90 kesho, na sio bao nyingi, tofauti itakuwa ni bao moja tu. Hata tukienda moja lazima watu wataingia kwenye mikwaju ya penalty, lakini magoli yote atakayoingia kesho ni moja tu, tofauti itakuwa goli moja. Wao watakuja kwa yale mazoea.
Matumaini ya wengi pia hapa mtini ni kuona DRC kufuza finali na kunyanyua kikombe hicho miaka 50 baadaye. Basi kesho ndo tutafahamu baada ya dakika 90 gawa timu ya DRC na mashabiki wao ambao wako Morocco watarudi nchini au wataendelea na mashindano. Tayari timu za Cameroon, Mali, Senegal na wenyeji Morocco zimetinga hatua ya robo finali, wakati Cameroon ikakata tiketi yake hapo jana kwa kuifurumusha Afrika Kusini kwa mabao 2-1, ili hali Mali ilikwamisha Tunisia katika changamoto ya mikwaju ya penalty. Usiku Misri wakiongozwa na nahodha wao sukuma gozi la kulipwa katika klabu ya Liverpool huko England inakoruzana na Benin, wakati Nigeria itaulizana na Msumbiji. Nigeria iliongoza kundi lake lililojumuisha timu za Tunisia, Tanzania na Uganda. Inapewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi katika mchezo huo kutokana na rekodi ya wachezaji wake katika msimu huu. Mshindi mchezo wa kesho kati ya Algeria na DR Congo ndiye atakayevana na mshindi wa mchezo mwingine baina ya Ivory Coast na Burkina Faso ambao pia utachezwa hiyo kesho kuanzia saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Wakati timu zikiwa zinasaka nafasi ya kuingia robo finali ya michuano ya AFCON mwaka huu, nchi za Tanzania, Kenya na Uganda sasa ziko katika maandalizi ya kukamilisha miundombinu yake kwa ajili ya kufanikisha mashindano yajayo hapo mwakani yatakayofanyika katika nchi hizo tatu. Na tayari mashabiki wa soka wameanza kuizungumzia michuano hiyo, kama anavyoarifu zaidi bwana michezo Gabriel Ingubu kutoka Nairobi. Pamoja na kwamba Uganda, Kenya na Tanzania wameaga mashindano ya AFCON mwaka huu, ni chini ya mwaka mmoja mataifa haya ya Afrika Mashariki yatakuwa mwenyeji wa kombe hili tukufu la Afrika. Kando na kunoa timu zao kuwakilisha ukanda kwa ubora wa soka, mataifa haya pia yameweka bidii ya mucho kuona viwanja vitakavyotumika vimekidhi viwango vya kimataifa. Kenya ina viwanja 4 vitakavyotumika kukiwa pamoja na Talanda, Moi Sports Center Kasarani, Nyayo Stadium na uga wa Bukhungu magharibi mwa Kenya jijini Kakamega. Nchini Tanzania kunao uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, Samia Suluhu Hassan Arusha, Dodoma Stadium mjini Dodoma na Aman Stadium ya Zanzibar. Uganda inajiandaa kutuba burudani katika uga wa Mandela Stadium Kampala, Agi Abua jijini Lira na Hoima Sports Stadium. Baada ya kutoka Morocco, mashabiki na wachambuzi wanasemaje? Dennis Wanyonyi anafungua ukurasa. Kwa kifupi naweza sema kwamba michuano ya AFCON mwaka huu kule Morocco yamekuwa ya kufana sana, ikizingatiwa kwamba kwa mara ya kwanza tumeona baadhi ya timu za Afrika Mashariki, inazungumzia Tanzania na Uganda zikishiriki. Tanzania hapa akipiga hadi hatua ya 16 bora, japo wameondolewa katika maamuzi ambayo hayakufaa. Kujibu kwa penalti kwa yule mshambulizi wa timu ya Tanzania dhidi ya Morocco hiyo jana kumeibua hisia mseto ya jinsi maamuzi yanavyofanya. Wengi wamesema kwamba timu ambazo zinatoka bara la Afrika na ambazo zinaegemea ama yana asili ya Arabu zinapewa nafasi kuu ikizinganishwa na timu zenye asilimia kubwa ambayo ni wa Afrika. Kwa hivyo ukiona Morocco wanapewa zile nafasi bora za mapema, ni dhihirisho tosha kwamba mambo hayakuwa mazuri. Japo wengi wanasema kwamba Tanzania walikuwa wafuzu wakawa wananyima ile nafasi. Nikiangazia masuala ya Kenya kuandaa michuano ya AFCON nazungumzia mwaka ujao, naweza sema kwamba hatua zimepigwa. Ukiangalia timu ya taifa ya soka Harambee Stars imekuwa ikishiriki mechi kadhaa za AFCON, na tumeona wamekuwa na ratiba kwamba huenda wakaandaa michuano za kirafiki na baadhi ya mataifa ambayo yamestawi. Pia tumemwona Rais William Ruto akisisitiza kwamba uwanja ambao utakuwa ni wa kitaifa zaidi na wenye ustadi mkuu, nazungumzia uwanja wa Talanta Stadium ambao kwa hivi majuzi umependekezwa kuwa uwanja wa Jaramogi Odinga utakuwa ni uwanja ambao unakwenda kuandaa michuano ya AFCON. Kwa hivyo ukiangalia miundo msingi, Kenya inapiga hatua na inajaribu kuweka kila mipango kuhakikisha kwamba yanafanikika. Na kwa taarifa hiyo hatuna la ziada mbali ya kulikunja jamvi la spoti, na mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kwa niaba wenzangu, mimi ni mwana michezo mwenzako George Njogopa.
Asante Jogopa na kikosi cha spoti, na hongera Taifa Stars kwa kuwakilisha Afrika Mashariki barabara kabisa. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa msikilizaji kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Na bila shaka nawaona wengi mnajiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Sauti ya Afrika. Vile pia naona maoni mengi yapo hapa kabisa yamejaa. Na muona nani huyu? Huyu ni Frederick Wasilwa, anasema natusikiliza kutoka magharibi mwa Kenya. Vile anasema kwamba amefuatilia matangazo na kufurahishwa kabisa na jinsi ambavyo idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika inavyofuatilia matukio kule AFCON. Shukran sana Frederick. Vile namuona hapa mwanadada Rehema. Rehema anasema yuko pale Dar es Salaam nchini Tanzania, na anasema napokea matangazo yetu barabara kabisa, na vile anasema anahitaji sauti zaidi za kike, yani taarifa zinazohusiana na wanawake, na tuko hapa gangari kabisa kuhakikisha kwamba mwaka huu mpya 2026 tutaweza kupaza sauti kabisa za wanawake, za wasichana, na kijumla kuhakikisha kwamba jinsia ya kike inawakilishwa kwenye matangazo yetu. Endelea kutuma maoni yako na vile tutayasoma hapa wakati wa matangazo yetu. Tukisonga mbele ni kwamba makabiliano makali yameripotiwa mwishoni mwa juma viungani mwa mji wa Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23 mkoani Kivu Kusini. Na katika mkoa jirani wa Kivu Kaskazini, mratibu wa kijeshi wa kundi la M23 Sultani Makenga amewarai wapiganaji wanaonuia kujiunga na jeshi la taifa kuwa huru kufanya hivyo, na kwamba hawatachukuliwa hatua zozote za kinidhamu. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa mwandishi wetu wa mashariki mwa Kongo, Mseke Dide. Kwa kweli risasi zinazoshuhudiwa kwenye viunga vya mji wa Uvira zazua maoni tofauti kwa raia wa kawaida walio wakaaji wa mji huo, wamoja wakiwa na wasiwasi wa kuanguka kwa mji huo mikononi mwa jeshi na washirika wao wazalendo na siku za usoni, kama anavyofikiria bibi huyu aliyebana jina. Jana masasi lilia sana mpaka yalisogea Kalmavenge pale Rugema. Lakini leo kuanzia asubuhi masasi yapigiwa. Tulikuwa sikia walikuwa wazalendo, ndio tulisikia. Hiyo ndio itayarisho inajulikana kama vitafika tu, vitafika tena bien. Kule kote Makalungwe watu bashatoka wote. Bashajirundika Uvira. Wasiwasi iko ya mingi. Tukutuombea Mungu tu. Lakini mvulana huyu naye kawa na mtazamo ulio tofauti kabisa. Mimi kama vile mkaaji hapa Uvira, hatuna wasiwasi yoyote ile. Isipokuwa tu tunaisha shughuli zetu, duka wanafungua kama kawaida, mimi tunafunga tu kazi mapema. Ikifika nje saa 10, saa 11 watu wanakuwa wasafunga shughuli zao. Kwa kweli, kwa kusema kama wazalendo na jeshi la taifa FARDC wanaweza kaingia kwa Uvira, hiyo picha sisi hatuioni kabisa. Sababu hivi vita na kama vile ni vita vya siasa. Wakati hayo yakiwa hivyo, uko mkoani Kivu ya Kusini kwenye ukingo wa ziwa Tanganyika, upande mwingine mkoani Kivu ya Kaskazini, hususan katika kituo muhimu cha mafunzo ya kijeshi cha Rumangabo, eneo la mbuga linalohifadhi wanyamapori aina ya nyani na sokwe, na ambapo panashikiliwa na M23. Mwishoni mwa wiki, kiongozi wa kundi hilo anayoshughulikia masuala ya kijeshi Sultani Makenga alisikika kupitia mitandao ya kijamii kutoa mwito kwenye gwaride kuomba kila mpiganaji wao anayetaka kujiondoa na kurejea upande wa jeshi la serikali FARDC aonyeshe kidole juu, ili mchakato wa kuondoka kwa hiari ufanyike bila masharti yoyote kupitia shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC. Kauli hiyo kwa sasa yazusha mijadala hapa na pale nchini. Bwana Eme Mukandambusa ni mmoja wa wazee wa Ruchuru anayeishi uhamishoni kwa sasa. Kaja na mtazamo huu. Ni kusema tangu waliweza kusaini mikataba ya Washington, mikataba ya amani, kukiwemo washuhuda mbalimbali CIRGL, SADC na East Africa, viongozi wote walikuwepo. Ni kusema hiyo kitu haiko ya muzaa, ni kitu ambayo ina uzito mwingi. Rwanda imefika mwisho, na
Kitu ambayo inaacha Makenga nasema wajeshi ambao wanapenda kurudi kwenye FRDC warudi ni kutokana na pression iko yulu sana. Ni kusema wakati Amerika inaweza kukamata huyo rais wa Venezuela inamkuta ndani ya rumu yake ama shambre yake, hiyo imekuwa fundisho kwa wale wa beberu. Amerika inaonyesha kama hayo haina mchezo. Ukisaini mkataba mbele yake lazima uheshimu, na ni hiyo ni fundisho kwa mabeberu. Rais wa Marekani alikuwa wazi akisema kama lazima amani irudi. Tuangazie hapa kuwa licha ya kauli hiyo ya Sultani Makenga, kwa sasa ingali bado ni uvumi, kwa sababu hadi sasa hakujawa na tangazo lolote rasmi. Msekedide wa Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni Msekedide akiwa eneo la Beni. Rais Nicolas Maduro ametekwa nyara na Marekani, ulimwengu ukikodoa macho yake. Kinachoshuhudiwa ni jitihada za kulinda demokrasia, bali ni ujenzi wa utawala wa kikaragosi unaoundwa na Washington na kupandikizwa Caracas kwa kivuli cha uongozi wa kisheria. Historia ya dunia imeshuhudia mara nyingi mafuta yakigeuzwa kuwa ramani ya vita, na Venezuela, taifa lenye hazina kubwa ya nishati, limeingia rasmi kwenye orodha hiyo ya waliolaaniwa na utajiri wao. Lakini kinaya zaidi ni wepesi wa Umoja wa Afrika kupaza sauti yake kuhusu uvamizi huo, ukinyamazia madhila yanayoendelea katika baadhi ya mataifa Afrika. Shisia Wasilwa anaangazia swala hili kwenye tahariri ifuatayo. Kuvamiwa kwa taifa huru la Venezuela na Marekani, kisha Rais Nicolas Maduro kutekwa nyara kwa kisingizio cha tuma dhidi yake eti kuendeleza biashara ya dawa za kulevya, kuvuruga misingi ya demokrasia katika uchaguzi na kuwalinda mafisadi, ni tukio linaloacha doa jeusi katika uso wa haki ya kimataifa. Hili si swala la mtu mmoja wala taifa moja, ni jeraha linalodunga dhamiri ya dunia nzima. Mataifa makubwa yamejipa mamlaka ya kuwa hakimu, mwendesha mashtaka na mtekelezaji wa hukumu kwa wakati mmoja. Marekani, ikijivika joho la uadilifu, imechagua njia ya nguvu badala ya diplomasia, risasi badala ya hoja na hofu badala ya haki. Lakini je, ni nani aliyeipa dunia ruhusa ya kubadili sheria za kimataifa kwa mapenzi ya mwenye nguvu? Je, demokrasia inalindwa kwa mabomu au rushwa hukomeshwa kwa kuvamia ardhi ya wengine? Cha kusikitisha zaidi si kitendo chenyewe, bali ukimya wa vyombo vya kimataifa. Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa na taasisi nyingine zilizoundwa kulinda uhuru wa mataifa zimebaki kuwa watazamaji wasio na sauti. Kimya chao kinapiga kelele kuliko milio ya makombora, kinathibitisha kuwa haki ya kimataifa imegeuzwa kwa mizani isiyo na usawa, inayoyumba kulingana na uzito wa mkono unaoishikilia. Lakini kichekesho zaidi ni pale Umoja wa Afrika unapopaza sauti yake kuhusu uvamizi huo, ilhali baadhi ya mataifa ya Afrika yanateketea. Umoja huo unafanya nini kuhusu mapigano yanayoendelea Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ama kwa hakika huo ni unafiki. Historia imetufundisha kuwa pale nguvu inapochukua nafasi ya sheria, wa kwanza kuumia si viongozi wala tawala, bali raia wa kawaida. Mama anayetafuta dawa hospitalini, mtoto anayetaka shule na mzee anayetegemea amani ya jioni. Kuvamia taifa huru kwa madai ambayo yangeshughulikiwa kwa vyombo vya kisheria ni kuhalalisha dhana hatari kwamba mwenye nguvu yuko juu ya sheria. Dunia isipozungumza leo, kesho itakuwa imepoteza sauti kabisa. Ikiwa Venezuela, taifa huru, linaweza kuvamiwa leo kwa kisingizio cha maadili, basi hakuna taifa dogo au la kati lililo salama kesho. Haki ikinyamazishwa, nguvu huongea, na nguvu inapoongea, ukweli hufa. Ni wakati wa jamii ya kimataifa kuamka, kuacha unafiki wa kisiasa na kusimama upande wa misingi iliyounda uhuru wa mataifa, utawala wa sheria na heshima ya utu wa binadamu. Vinginevyo, dunia itabaki kuwa jukwaa la wanyonge kulia kimya kimya, huku wenye nguvu wakishangilia ushindi wao wa muda. Nam, basi ni tahariri yake Shisia Wasilwa. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki, watu wa karibu kujiunga na Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe. Msikilizaji, jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika.
Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Unaweza pia kutufuatilia kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika kupitia Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 99.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile vile inapatikana kwa masafa marefu. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za nchi za maziwa makuu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwa heri kwa sasa na uwe na jioni njema.